Kwa michuano ya kimataifa timu zetu kwanza zinaonyesha kwamba ni kweli zimejipanga. Ingawa ndio kuna changamoto, kwa mfano kama changamoto ambayo inaonekana kwa Yanga, kitu ambacho ni tofauti na vile ambavyo vilivyokuwa na consistency ya performance kwa misimu mitatu mfululizo. Lakini unaona hapa, yani performance imekuwa ikipanda ikishuka. Kwa mfano kama mechi ya juzi ukiangalia hata unaona kabisa ndio goli funga dakika 76. Unaona kabisa kuna vitu technically vinakosekana, hata commitment level inakosekana, lakini ni moja kati ya kitu ambacho bado nafasi ipo, kwa sababu advantage timu zetu zilizonazo ni kwamba zinaanzia mechi ya away hapo zinakuja kumalizia nyumbani, kitu ambacho kuna nafasi ya kuweza kurekebisha, kwa sababu sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu Yanga wameshawahi kufanya hivyo, lakini wanapoingia katika uwanja wa nyumbani wanarekebisha yale makosa waliyofanya katika mechi ya away. Kwa Simba ushindi wa goli 3 unaona kabisa zingizini, unaona kabisa kwamba yani wana grow, kile ambacho hapa katikati kidogo inaonekana kuwa na changamoto kwenye eneo la striking, eneo la finishing. Unaona kabisa mwalimu amefanyia kazi, na hata jinsi ambavyo wanapotoka na mpira nyuma, angalia achilia mbali kumiliki mpira, kwa sababu kumiliki mpira ndio wamedominate game ile game Simba, lakini ni moja kati ya style ambayo huwa wanatumia kwa miaka yote, ambao kwa sasa hivi inaonekana kuanza kurejea. Kwa hiyo kwa Azam of course hiyo wana nafasi kubwa sana. Azam wana nafasi kubwa sana kwa KMK, kama hivyo ambavyo mechi ya kwanza tayari na mechi ya pili wanarejea nyumbani, kwa sababu Azam mechi zote wanachezea nyumbani, kwa sababu kule ni nyumbani na hata hii mechi nyingine ni nyumbani kwa Azam. Kwa hiyo Azam ni kama vile wamevuka, lakini pia kwa Singida Black Stars sare ya bao 1-1 ina thamani kubwa sana. Yaani ile goli moja kwa sababu ya home ground advantage, ile goli la away goal ina thamani kubwa sana iwapo kama hapa watapata sare hata ya 0-0. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Singida Black Stars wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu bahati nzuri usajili waliofanya umeonekana kukidhi mahitaji ya mechi za kimataifa. Kwa hiyo kwa timu zetu mimi bado natoa zaidi ya 60% ya timu zetu zote 4 kuvuka hatua inayofuata.